أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما ورزقنا فهما. Naam, ndugu zanguni katika iman, kama tulivyotoa tangazo ya kuwa tutaanza rasmi kusomesha Qur'an, lakini pia na kusoma Kiarabu, na hii hapa ni somo letu ya mwanzo ambao hizi hapa zinaitwa hurufu alhija, na yani hizi ndio herufi za Kiarabu ambazo ili mtu aweze kusoma Kiarabu au aweze kusoma Qur'an ni lazima kwanza azijue hizi herufi, azihifadhi kiasi ambacho akiona herufi fulani anajua hii ni herufi fulani, kwa sababu mkusanyiko wa hizi herufi ndio unaleta maneno ya Kiarabu, lakini unaleta Qur'ani kwa ujumla. Na herufi yetu ya mwanzo ni alif. Alif, baun, taun, thaun, jimun, haun, khaun, dalun, dhalun, raun, zayun, sinun, shinun, sadun, dadun, taun, dhaun, ainun, ghainun, faun, qafun, kafun, lamun, mimun, nunun, waun, haun, yaun. Hizi hapa ndugu zangu katika iman ndio herufi za Kiarabu, na mtu anatakiwa au yule mwenye kutaka kujua kusoma Qur'an, hizi herufi ni lazim au ni wajibu kwake kuweza kuzijua vizuri na kuzihifadhi herufi hizi. Lakini pia kama tulivyosema ni kusomesha, kusoma na kuandika. Kwa hiyo anatakiwa mwanafunzi anatakiwa pale alipo awe na daftari, awe anafataniza jinsi namna tulivyoandika, naye pia anakuwa anaandika, lakini pia na baada ya hapo itamlazimu ahifadhi. Na insha Allah katika darsa inayofuata tutakusanyisha hizi herufi ili kumjaribu mwanafunzi ya kuwa je, amezielewa au amezihifadhi, au akiona herufi fulani sehemu fulani anaweza akaijua. Kwa hiyo hii ni somo letu ya mwanzo, na kwa leo insha Allah au darasa yetu ya leo tutakuwa tunakomea hapa. Inabaki kazi kwa mwanafunzi kuweza kufuataniza, kuandika, lakini pia na kuhifadhi. Tutarudia tena kwa mara nyingine. Alifun, baun, taun, thaun, jimun, haun, khaun, dalun, dhalun,